Masomo ya leo, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Hesabu, la pili kutoka katika Matendo ya Mitume, pamoja na Injili kutoka kwa Mathayo, yote yanaonyesha lile wazo kuu la huduma, kutumikia, ambalo ndio jukumu la shemasi au mashemasi katika kanisa. Ndugu zangu wapendwa, na ninyi mashemasi watarajiwa, leo kanisa limekusanyika hapa kwa moyo wa shukurani tunapoadhimisha sakramenti ya daraja takatifu ya ushemasi wa mpito kwa vijana wetu 12. Ushemasi wa mpito, kuna ushemasi wa kudumu na ushemasi wa mpito. Hawa wote 12 wanapewa ushemasi wa mpito, sio wa kudumu. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake kwa kanisa letu la Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Kazi yenu sasa kama mashemasi ndio hiyo ya kuhudumu. Katika kitabu cha Hesabu, somo ambalo tulisikia, Bwana alimwambia Musa achukue wale wa kabila la Lawi awapeleke mbele ya Haruni. Haruni alikuwa kuhani. Kwa hiyo sasa hawa wa kabila la Lawi kazi yao ni nini? Kazi yao ni kuhudumu katika hema, kuhudumia nani? Huyu Haruni ambaye alikuwa kuhani. Na kazi yao pia hawa kutoka kabila la Lawi kulinda, kutunza vyombo vitakatifu pale kwenye hema. Kwa hiyo tunaona wazo linakuja la kuhudumia. Wanapelekwa kule kuhudumia kwenye hema, kuhudumia huyu kuhani, kumhudumia kuhani Haruni. Na katika somo la pili, kitabu cha Matendo ya Mitume, ambapo kwa kweli ndio chimbuko la ushemasi katika kanisa, tumesikia hizo habari za ile kanisa la mwanzo ambapo walikuwa wanakaa pamoja. Kanisa la mwanzo wanakaa pamoja, na kuna wale Wayahudi walikuwa wanaongea Kigiriki, kuna ambao wanaongea Kiebrania. Sasa malalamiko yalitokea kwamba wajane wa wale Wayahudi ambao walikuwa wanaongea Kigiriki walikuwa wanapunjwa katika huduma, walikuwa wanapunjwa. Kwa hiyo sasa malalamiko haya yaliwafikia mitume, na mitume wakasema hatuwezi kuacha kazi ya kuhubiri, kae mezani kwanza kugawa chakula huko na kadhalika. Ndio wakawaambia waamini wachague watu 7. Basi wakachaguliwa watu 7, mitume wakawekea mikono. Basi hao wakawa ni mashemasi na kazi yao ni kuhudumu, ili mitume wabaki na ile kazi kubwa ya kuhubiri neno la Mungu. Kwa hiyo kazi yenu nyinyi ambao ni mashemasi tarajiwa ni kuhudumu, kutoa huduma. Na Kristo tumesikia katika Injili anasema aliye mkubwa ni yule ambaye anayetumikia. Huyo ndiye mkubwa, anayetumikia. Kwa hiyo anayetaka kuwa shemasi basi ajue kwamba anayo kazi ya kutumikia. Awe mdogo, ajishushe ili apate kutumikia. Ndugu zangu wapendwa, ushemasi sio hatua ya kujikuza kuelekea kupata maslahi fulani.
bali ni hatua ya kujishusha kwa ajili ya kutoa huduma. Anayejikweza hawezi kutoa huduma, lakini yule ambaye anayejishusha kwa kweli ni rahisi kutoa huduma, kuwahudumia wengine. Kwa hiyo tunasema ushemasi kwa kweli sio hatua ya kuelekea ukubwa ni hatua ya kujishusha ili kuwa tayari kuwahudumia wengine. Utume wa ushemasi ni wa aina tatu. Utume wa mashemasi uko wa aina tatu. Aina ya kwanza ni kutangaza neno la Mungu, kutangaza neno la Mungu, kusoma Injili kwa heshima, kusoma Injili kwa heshima. Kuna namna ambapo unaweza kusoma neno la Mungu, kusoma Injili sio kwa heshima. Kwa hiyo unapaswa kusoma kwa heshima Injili. Kwa umesoma Injili labda umeweka mkono kiunoni namna hiyo, wala sio heshima. Kwa hiyo naitwa kusoma neno la Mungu, hasa Injili kwa heshima na kuhubiri. Ndio kazi ya mashemasi, kusoma Injili na kuhubiri. Sasa katika kwenda kusoma Injili, liturujia iko wazi. Kanuni za liturujia ziko wazi kwamba shemasi anakwenda kwa padri na kuomba baraka, au kwa askofu na kuomba kwa baraka, na baadaye anaenda kufanya nini? Anaenda kusoma Injili. Sehemu fulani iliwahi kutokea kwenye ibada, imefikia wakati huo wa Injili, shemasi anakwenda kwa padri, akawa amefunga kinywa, akainama tu, na yule padri alikaa kimya, akawa anaangalia, na huko kwaya wanaendelea kuimba ile shangilio, na shangilio linaisha, shemasi watu bado ameinama, na padri tena ameelekeza macho yake mbali huko. Alimuonea huruma na kumgusa kichwani. Unataka nini? Unataka baraka? Sema sasa. Kwa hiyo katika kanuni za liturujia ipo pale, sio swala la kuinama tu, lakini unasema baba naomba baraka. Baba naomba baraka, na baada ya hapo sasa padri au askofu anakubariki. Baadaye ndio unaenda kusoma Injili. Kwa hiyo kazi ndio hiyo, kusoma Injili kwa heshima, lakini kwanza baraka. Alafu pia kuhubiri. Pale ambapo ibada ya misa takatifu inafanyika na kuna shemasi, basi padri anatulia kwenye kiti chake, ni kazi ya shemasi kuhubiri. Kuhubiri ndio kazi yako. Na kuhubiri unahitaji nini? Unahitaji kwa kweli kujiandaa. Usipojiandaa vizuri utashindwa kuhubiri. Waena wasiini sana, mjiandae kulisoma hilo neno la Mungu na kuandaa vizuri mahubiri, kuja kuwahubiria waamini. Na wala usiseme kwamba Dominika iko mbali. Maana kuna wengine ambao wanasubiria dakika za mwisho, Dominika iko mbali. Inaweza katokea dharura huko baadaye. Katokea dharura, wewe ukisema kwamba nitaandaa mahubiri yangu Jumamosi usiku, na wiki nzima hapo ulikuwa umekaa tu unasubiria Jumamosi usiku, inaweza katokea dharura na ukashindwa kuandaa mahubiri. Kama ilivyotokea sehemu fulani hivyo padri anaandaa, yaani kuna Jumapili inakuja, kwa hiyo kuna mazoea hayo ya kusubiria dakika za mwisho. Sasa ile
siku ya mwisho dharura zikatokea, kwa hiyo hakupata muda wa kuandaa. Dominika inakuja, anasema mambo atajipa tu wakati masomo yanaanza yanasomwa. Somo la kwanza likasomwa, hakuna kitu alichoona kwamba kitakachomsaidia kuhubiri. La pili hivyo hivyo, hakuna. Akasema nitakapoenda kusoma Injili nitapata wazo pale. Akaenda kusoma Injili, hakuona aseme nini pale. Kwa hiyo ilibidi abuni mbinu ya kuchomoka pale. Abuni mbinu ya kuchomoka pale kwa sababu hali sasa kwake ni mbaya, hahubiri nini. Kwenye kanisa hilo kuna ile tunaita mezzanine. Mezzanine ni ile kwa nyuma kule, kuna ile sehemu ya darini wanakaa watu kule, na hasa mara nyingi watoto ndio wanakaa kule, ndio wanakaa huko. Kwa hiyo baada ya kuona hauna cha kuhubiri, aliangalia kule, ni wazi kuna watoto. Na watoto wakati mwingine kuna mtoto anaweza katembea hapa na pale hivyo hivyo na nini. Akasema kwa ukali kabisa, nyie watoto huko darini acheni kucheza. Anasema nafoka kabisa. Na baadaye akarudi kwenye kiti kupumzika na baada na sadiki. Na watu akapata picha kwamba padi amekasirika leo mpaka ameshindwa kuhubiri. Amekasirika sana mpaka ameshindwa kuhubiri. Wala sio swala, nilikuwa namna tu ya kuchomoka pale, sio kwamba alikuwa amekasirika. Kwa hiyo ninaombeni sana muandae mahubiri yenu vizuri. Nikirudi nyuma kidogo kwenye ile kuomba baraka, sio ninyi tu. Kwenye liturujia kama inawezekana mahali ambapo hakuna shemasi, labda askofu ameenda mahali kutoka kipaimara na hakuna shemasi. Kwa hiyo kuna kufanya nini? Padi lazima akahubiri, sio kuhubiri, lazima akasome Injili. Sasa wakati mwingine tunashuhudia, yani askofu upo, baadaye unaona mtu anachomoka huko tu, padi anachomoka huko moja kwa moja anaenda wapi? Anaenda kwenye ambo kama hapo, anaanza kufanya nini? Kusoma Injili. Bado najiuliza liturujia gani hii? Yaani amechomoka moja kwa moja tu kwenye kitu huko, anakuja kusoma Injili pale. Na tena baada ya kumaliza anabusu kitabu, anarudi kule. Basi askofu anabaki anashangaa, liturujia gani hii? Kwa kweli hakuna liturujia namna hiyo. Kama ni misa ya kiaskofu, iwe shemasi iwe padri, anaenda kuomba baraka, alafu anayebusu kitabu. Wala sio kama ni padri unaenda unabusu kitabu unarudi kwenye kiti chako. Ni askofu. Point taken. Ndugu zangu, nani ya pili, kazi ya pili ya shemasi, anasema kuhudumu altareni. Katika maadhimisho mbalimbali ya liturujia, mtahudumu altareni, mtabatiza. Pia kuna kubatiza, shemasi anayo uwezo wa kubatiza, kushuhudia ndoa pia. Lakini naomba mwe makini katika swala hili la kushuhudia ndoa. Kwanza, huwezi kushuhudia ndoa. Kushuhudia ndoa ni ile wengine wanasema kufungisha ndoa, lakini neno zuri nasema kushuhudia ndoa. Ni kwamba kama ni katika kuna ibada ya misa na kuna ndoa ambayo itashuhudiwa, shemasi hawezi akashuhudia ile ndoa. Huu ni utaratibu uliowekwa tangu mwaka 91. Kiangalia ule utaratibu uliotoka Roma.
Ordo Celebranti Matrimonium mwaka 91 ulidai hivyo kwamba shemasi hataweza kushuhudia ndoa kwenye ibada ya misa. Unayo haki ya kushuhudia ndoa, lakini unaweza ukafanya hivyo nje ya ibada ya misa, nje ya ibada ya misa. Kumbe kuna uwezekano pia ndoa ikashuhudiwa au ikafungwa nje ya ibada ya misa. Sasa kama ni nje ya ibada ya misa, safi kabisa, washemasi mnafanya kazi hiyo. Lakini kama ni ndani ya ibada ya misa, kazi ya nani? Ni kazi ya padre. Wewe shemasi utahubiri. Kwa hiyo naomba muwe makini katika hilo. Muwe makini katika hilo. Halafu pia katika kushuhudia ndoa lazima upate kibali kutoka kwa paroko. Huwezi kushuhudia ndoa tu mpaka upate kibali kutoka kwa paroko. Hata paroko msaidizi hawezi kujiamkia kufunga ndoa, kufungisha ndoa au kushuhudia ndoa. Hawezi kutaka tu kufungisha ndoa mpaka apate nini? Apate kibali kwa paroko. Paroko atamwambia kwamba kuna ndoa Jumamosi ijayo. Paroko msaidizi, kazi yako wewe. Au kama ni hataki usumbufu sana, basi atamwambia tangu mwanzoni kabisa alipopangwa kwenye ile parokia kwamba nakuruhusu kipindi ambacho upo hapa kama paroko msaidizi, basi utaweza kushuhudia ndoa. Kwa hiyo shemasi au padre hawezi ambaye si paroko, huwezi kujiamkia na kushuhudia ndoa. Kwa hiyo lazima hiyo kufahamu. Pia kama mashemasi mtapeleka komunyo pamba kwa wagonjwa, mtazika watu, pia ndio kazi yenu kama washemasi. Kwa hiyo kuna sema hiyo ndio huduma za kiliturujia. Na kazi ya tatu ni kutoa huduma ya matendo ya huruma. Kutoa huduma ya matendo ya huruma, ambapo ile chanzo cha ushemasi katika kanisa ilikuwa hicho. Kwa hiyo kazi yenu ninyi wa mashemasi, yapo mko wa mpito. Kwa hiyo ile mizi yako ambayo utakaa pale, hakisha unafanyia kazi hasa kitu hichi. Fanyia kazi kabisa. Yaani kwa tafuta wahitaji, mtakuwa katika parokia fulani, umepanga katika parokia fulani. Kazi yako nenda huko kutafuta wahitaji, maskini, wagonjwa, watu wanaoteseka, watu waliosahaulika. Na ufanye nini? Wahudumie. Wahudumie. Ndio kazi yenu nyinyi ambao mnasubiria kuwa mashemasi. Chimbuko la ushemasi katika kanisa ni kutoa huduma. Kwa hiyo pale ambapo utakapopangwa baada ya kuwa shemasi, ujue kazi hiyo ni kubwa sana, utume huo ni mkubwa kabisa. Na huko unaenda kuwatembelea hao watu, basi kuna kuwafariji ndio, lakini pia wengine wanafarijika kama wamepata huduma fulani. Uzuri mmoja katika parokia zetu huko Dar es Salaam, waamini ni wakarimu sana. Waamini wakarimu katika maana kwamba kila Jumapili kuna matoleo yanayotolewa kule. Sukari, unga, nini, sabuni, na vitu vya namna hiyo. Kila Dominika. Sasa hivi na parokia ina nini? Parokia ina store. Sasa kwa hiyo unakuta kila Jumapili watu wanaleta. Sasa kwa kweli si busara kwa mapadri katika store ya parokia ukute kwamba kuna nini, kuna mlima wa hivi vitu, unga, sijui viroba 40 viko pale kwenye store ya parokia, viroba hivi. Kwani mapadri mnaweza kula viroba vya 50 vya nani kweli vya unga mkatengeneza ugali? Au sukari ipo pale nyingi tu kwenye shelf huko, imepangwa huko. Tena mbaya zaidi ukute tena na mapadri wengine tena hata sukari labda atumii, ameweka tu, wamelundika pale. Sasa takapokuwa shemasi kiona namna hiyo, mwambie baba paroko, mimi naenda kutembelea nini? Naenda kutembelea wagonjwa huko, ndio kazi yangu kama shemasi. Kwa hiyo naomba nichukue kitu hapo.
unachukua chochote pale, kama ni unga, kama ni sukari, kama si ni mchele, unachukua unakwenda kwa watu. Ndio kazi yenu mashemasi, kuwatafuta maskini waliko huko, wahitaji waliko huko na kuwahudumia. Kwa hiyo kuna hiyo kuwatafuta huko, na zipo hizi jumuiya ndogo ndogo. Kwa hiyo unaweza kaamua kwamba wiki fulani naenda katika jumuiya fulani kwenda kuwatafuta hao wahitaji. Hata ile kuwapata tu na kujua orodha yako orodha yao tayari ni jambo jema ambalo tutakuwa umelifanya. Kwa hiyo itajulikana katika jumuiya fulani kuna wahitaji hawa kadhaa. Sasa hitaji padi kwenda kuhangaika huko wakati shemasi upo, ambayo ni kazi yako huko, kwenda kutafuta wahitaji huko. Kwa hiyo nawaombeni sana mjitahidi katika hilo, kuwahudumia waliosahaulika, kuwatendea, kuwapatia huduma kadiri inavyowezekana. Ndio utume wa shemasi. Kwa hiyo basi, kwa ufupi, nikichanganya yote matatu ambayo nimesema, tunaweza kusema hivi: mashemasi watalitangaza neno la Mungu, wakisaidia taifa la Mungu kulisikia na kuishi habari njema. Watasaidia katika maadhimisho ya Ekaristi Takatifu, wakihakikisha kuwa mafumbo matakatifu yanaadhimishwa kwa heshima na kwa uchaji. Lakini pia unaitwa kuwahudumia maskini, wagonjwa na waliosahaulika katika jamii. Ndani ya watu hawa mtakutana na Kristo mwenyewe akisubiri kupata upendo wa huduma yenu. Mashemasi wa kwanza walichaguliwa kuwasaidia mitume ili mitume wawe huru zaidi katika kulihubiri neno. Kwa hiyo na ninyi maparokiani, kwa kweli kuna zile huduma ambazo paroko au mapade wahitaji kwenda kuhangaika huko, na shemasi yupo. Shemasi akahangaike huko, na padi hangaike zaidi na mambo ya kisakramenti, mambo ya kiroho zaidi. Kwa namna hiyo basi, mtawasaidia mapadi na maaskofu kuleta uwepo wa kanisa katika mitaa yetu, hospitalini, majumbani na sehemu nyingine za kazi. Utume wenu ni muhimu sana katika utume wa kanisa. Utume wenu umejikita katika huruma ya Mungu. Mmechaguliwa sio kwa sababu mko wakamilifu, bali kwa sababu Mungu katika huruma yake amewaita, kama alivyofanya kwa mashemasi wa kwanza. Hivyo basi muwe vyombo vya neema yake. Wapendwa wa mashemasi watarajiwa, wakati wa ibada tena hivi punde itafika wakati mtajilaza chini mbele ya altare. Itafika wakati mtapiga magoti. Itafika wakati mtawekewa mikono na Roho Mtakatifu atawashukia. Baadaye mtanyanyuka, na mashemasi pia mtavalishwa mavazi yenu stola na dalmatika, ambazo ni alama za huduma. Naomba basi muende kuhudumia kwa furaha na kuitangaza Injili bila ya kuhesabu gharama. Mwenyezi Mungu awabariki na kanisa lipate kuimarishwa kwa huduma yenu mtakayoenda kutoa. Mahubiri mengine tutayasikia ya mama kanisa, tutayasikia hivi punde. Tumsifu Yesu Kristo.